Mtazamaji wa Noti TV, ni siku nyingine na time nyingine tunakutana kwenye The Golden Boot, ambapo tunaenda kuangalia zile tuzo ambazo zimeandaliwa na shirikisho la soka nchini Tanzania TFF. Tutaenda kuangazia kwenye eneo la mchezaji bora kwa maana ya MVP wa msimu wa 2024-2025, lakini tutaenda kuangalia beki bora na kiungo bora. Hatutakuwa na mjadala kwenye eneo la golikipa bora kwa sababu vigezo vinavyotumika tayari vimeshaonyesha Musa Pinpin Kamara ndiye atakaenda kwa golikipa bora wa ligi kuu Tanzania bara. So tuko na Leopard John ambaye atatupitisha kama kawaida kuonesha ni nani ambaye anaweza kana nafasi kubwa ya kushinda kwenye hizi tuzo tatu ambazo tutakazoenda kuzitazama, ya mchezaji bora, beki bora na kiungo bora. Bwana Leopard, kuna tuzo zinazotolewa mwezi Disemba hapa tarehe 5 ambapo tutapata mchezaji bora kwa maana ya MVP wa ligi kuu nchini Tanzania 2024-2025, lakini pia beki bora na kiungo bora. Tuanze kwenye eneo la MVP. Sehemu ambayo yupo Dickson Job, yupo Pacome Zouzoua, Faisal Salum, Jean Chazawa na Max Nzengeli. Nafasi yako unaona nani anaenda kwa mchezaji bora kwenye hili eneo? Moja kwa moja tutakuja kuzungumza kwenye hawa wote ambao umewataja wamekuwa wana msimu bora, msimu uliomalizika wa ligi kuu ya NBC, na maanisha 2024-2025. Hawa wote watano ambao wapo kwenye hii listi wamestahili kuwepo kwenye hiki kinyang'anyiro. Unakuja kuangalia mtu kama vile Dickson Job ni mlinzi wakati ambaye yupo kwenye hiki kinyang'anyiro. Imekuwa ni mara chache kwenye ligi yetu mtu ambaye anatokea nafasi ya ulinzi kuweza kushinda hii tuzo ya Most Valuable Player, mchezaji bora wa ligi kuu. Mara ya mwisho nakumbuka alikuwa ni Yannick Bangala akiwa na Young Africans, ambao msimu huo ndio Yannick Bangala alikuwa anacheza mlinzi wa kati pamoja na kiungo. Ndio nafikiri alikuwa mtu wa mwisho kushinda hiyo tuzo. Misimu kadhaa mbeleni walipita washambuliaji. Nakumbuka alipita mtu kama vile Saidon Tibazonkiza, nafikiri alishawahi kuwa MVP wa ligi, lakini pia amepita MVP wengine ambao walikuwa na washambuliaji, mtu kama vile Stefan Kiaziz. Safari hii Dickson Job ameingia kwenye hiko kinyang'anyiro. Unakuja kuangalia kazi yake ambayo yefanya msimu uliopita, ilikuwa ni ya kutukuka kweli kweli, akiwa kwenye safu ya ulinzi ya Young Africans ambayo ilikuwa ni safu bora na ngumu kwenye msimu uliopita. And then unakuja unamuona mtu kama vile Max Nzengeli. Huyu ni kiungo ambaye mara kadhaa amekuwa akicheza kama vile kiungo wa pembeni. Alikuwa na msimu bora kwenye contribute, kwenye kufunga, lakini pia kwenye kutoa pasi za usaidizi za magoli, yani assist. Alisaidia kwenye timu yake ya Young Africans, na huyu alichangia Young Africans kuweza kuwa bingwa. Tunakumbuka kwamba Young Africans ni mabingwa watetezi kwenye msimu uliopita. Mmoja kati ya mchango wa wachezaji ambao walichangia pakubwa alikuwa ni Max Nzengeli. And then njoo kwa mtu kama vile Faisal Salum Abdara Feitoto. Huyu ndiye top assist kwenye ligi msimu uliopita akiwa na Azam FC, assist 13. Unakuja kuangalia ni miongoni mwa viungo ambao walikuwa wana msimu bora. Though kwenye kufunga kwa msimu uliomalizika alikuwa anapanda shuka nyingi kweli kweli kwenye kikosi cha Azam FC, lakini ni mchezaji ambaye hutaweza kumtaja kana kwamba anastahili kuweko pale na kuweza kuwania kwenye hiki kinyang'anyiro. And then yupo mtu kama vile Jean Charles Ahoua, ambaye huyu tunamfahamu ndio top scorer kwenye msimu uliomalizika, bao 16 nafikiri kama niko sawa kwenye kinyang'anyiro hicho. Anakwenda kuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanapewa chapuo kubwa kuweza kuchukua hii tuzo ya mchezaji bora wa msimu kutokana na kile ambacho amekifanya kwenye performance ya msimu uliomalizika. Jean Charles Ahoua ni mchezaji ambaye ana style ya kipekee yake akiwa kiwanjani. Eneo la namba 10 na Simba kwa msimu uliopita aliweza kudominate kweli kweli. Alikuwa ni kama vile muhimili kwenye safu ya shambuliaji ya timu ya Simba Sport Club. Yeye na Elie Mpanzu ambaye aliongezeka baadaye kwenye dirisha dogo la usajili, lakini ni mchezaji ambaye kiuchezaji alikuwa anachangia pakubwa kwenye Simba namna ambavyo ilipopika, namna ambavyo ilipofikia.
Ukitolea tu mbali kwenye ligi kuu, nakumbuka kwamba Simba ilifika hatua ya fainali kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Jean Charles Ahoua alikuwa ni mchezaji bora kwenye hii michuano katika hatua ya makundi, kama kumbukumbu zangu ziko vizuri. Kwa hiyo unaangalia ni mchezaji ambaye alikuwa na msimu bora akiwa na Simba, akitokea kwenye kikosi cha Stella Abidjan ya nchini ya Ivory Coast. Unakuja kumalizia na mtu kama vile Paco Mpedho Zouzoua, ambaye huyu ndio mpinzani wa karibu wa Jean Charles Ahoua kwenye hiki kinyang'anyiro. Paco Zouzoua alikuwa na msimu bora na Young Africans yake kwenye mechi kadhaa. Huyu ndiye ameongoza kuchukua zile tuzo za mchezaji bora wa mechi, yani man of the match. Amechukua man of the match 9. Kwa unakuja kuangalia kwamba ni mchezaji ambaye amechangia, huku Jean Charles Ahoua yeye akiwa nazo 6 kwenye msimu uliomalizika. Hizo ni namba ambazo nimezizungumza, lakini baina ya hawa watu wawili ambacho kinatofautisha ni mafanikio kati yao. Jean Charles Ahoua licha kuwa ya namba bora ambazo zimekamilika kwa upande wake, unakuja kuangalia kwenye timu yake kitu gani ambacho amekisaidia timu yake kuweza kupata. Timu yake msimu uliopita umemaliza katika nafasi ya pili. Unaweza kusema kwamba haikuwa ni mafanikio makubwa kwenye timu yake, lakini kwa Paco Zouzoua yeye kwa upande wake timu yake ndio imekuwa mabingwa wa ligi kuu msimu uliomalizika. Amesaidia timu yake kutoa ubingwa wa ligi kuu pamoja na kombe la shirikisho la TFF. Kwa hiyo unakuja kuangalia Paco Zouzoua mchango wake kwenye timu mara kadhaa umekuwa ukionekana. Unakuja kurejelea kwenye mchezo wa mwisho ambao ilikuwa ni kama vile grand final, ambao ilikuwa ni derby Young Africans dhidi ya Simba. Ilikuwa ni mechi ambayo Paco Zouzoua aliweza kuonesha kitu kweli kweli. Alifunga goli ambalo alifunga kwa mkwaju wa penalty, and then aliassist goli ambalo alifunga Clement Mzize. Hii ndio ambayo inampa Paco Zouzoua kuweza kujitanua zaidi kwenye uwanda wa kutoa hii tuzo kama mchezaji bora wa mechi. Mchezaji bora wa ligi fulani hawezi kuwa mchezaji ambaye anang'ara kwenye mechi za timu ya madaraja la kati. Ni lazima aonekane kwenye zile mechi kubwa ambazo kwenye ligi watu wanamwangalia. Ndio maana Paco Zouzoua amekuwa akizungumzwa kwenye hizi mechi kubwa. Amekuwa na performance ambayo ni bora kweli kweli, ambayo kila mtu ambaye anamtazama anasema kweli anastahili kuchukua hii tuzo. Binafsi yangu niwe wazi tu kwamba mimi kwa hichi ambacho nimekiona, Paco Mpedho Zouzoua anastahili kuwa mchezaji bora wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu uliomalizika wa 2024-2025. Pale kwenye kikosi cha Young Africans wametoka wachezaji watatu, Maxence Nzengeli, Dickson Job na Paco Zouzoua. Hata ukiuliza na Young Africans wenyewe watakwambia yani mchezaji bora kwao ni Paco Zouzoua. Ni kwa nini hii kamati ya mashindano imekuja na Maxence Nzengeli na Dickson Job? Wamefikiria nini? Hawezi kuficha ukweli ambao kila mmoja anaona upo wazi. Ni wazi kwamba msimu uliopita Yanga walikuwa bora kuliko timu zingine kwenye ligi kuu. Unakuja kutizama Yanga tangia kwenye makombe yote ya ndani aliweza kuchukua. Huwezi kuacha wachezaji ambao jitihada zimeonekana kiwanjani, namna ambavyo wamekuwa wana msimu bora kiwanjani, kutokana tu kwamba wao wapo wengi kutoka kwenye timu moja. Hapana. Unaweza ukakuta kwenye tuzo ambazo zimetoka hivi juzi za kafu, Morocco wameweza kutawala hizo tuzo. Unakuja kukuta mchezaji kijana ametoa hiyo tuzo. Hawa wachezaji walikuwa kwenye categories tofauti. Lakini hawa Maxence Nzengeli, Paco Zouzoua na Dickson Job wao kwenye category moja. Ukikana mwana Yanga mahali popote pale kwamba nitajie mchezaji mmoja ambaye ni roho ya Young Africans based on performance, atakwambia Paco Zouzoua. Ni kwa nini Job na Maxence Nzengeli ambao wapo kwenye kikosi cha Young Africans ambacho Paco Zouzoua ndio mchezaji anayetukuzwa zaidi, ni kwa nini TFF waliopti kuchukua hawa wengine, au ilikuwa ni lazima waeneo wachezaji watano kwenye ile category ambao ni nominees? Hiyo ni nominees ambayo ni muhimu kweli kweli, na ndio ambayo ndio roho kwenye tuzo zote ambazo tunakwenda kuziangazia. Yani tuzo ya MVP ndio tuzo kubwa ambayo watu wengi wanataka kufahamu nani ambaye ni mchezaji bora wa ligi kwa wakati huu. Ni kama vile Ballon d'Or kwenye ligi husika ama kwenye nchi husika. Kwa hiyo inakwenda kubeba ile rhythm nzima ya ligi. Kwa Young Africans kutoa wachezaji watatu, kama nilivyosema awali kwamba hii inadhihirisha kwamba Young Africans walikuwa wana msimu bora. Paco Zouzoua anazungumzwa sana kutokana na kile ambacho amekifanya kwa msimu uliopita na nafasi yake kwa ujumla ambayo anacheza kiwanjani. Paco Zouzoua nimezungumza kwamba kwenye zile mechi kubwa amekuwa akichangia pakubwa kweli kweli, na amekuwa akionekana mara kwa mara.
watu wamekuwa wanahoji Dickson Job na Max Nzengeli wamekuwa pale kwa sababu zipi, ama ni kwa namna gani ambayo jitihada gani ambazo wamezionyesha. Young Africans msimu uliopita ilikuwa ni timu ambayo ni miongoni mwa zile timu ambazo zimeruhusu magoli machache kufungwa. Na kuelewa ile eneo. Ni timu ambayo ilifanya vizuri overall na wachezaji wake wengi walikuwa na performance nzuri. Wewe umeshasema unaona Pacome Zouzoua ndo ana style kwa mchezaji bora. Wana Yanga almost 90% wanaona hivyo. Pacome Zouzoua ndo ana style kwa mchezaji bora. Young Africans toa wachezaji wengi walio perform kwa kiwango cha juu. Endapo Dickson Job atakuwa MVP, kamati ya tuzo italaumiwa kwa sababu katoka Young Africans ambayo ina wachezaji wengi waliofanya vizuri, na ni ukweli. Yani hakuna shaka yoyote ile. Young Africans ndio ilikuwa top performer kwenye ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita. Dickson Job ni mmoja kati ya wachezaji bora kwenye Costa Young Africans. Ikitokea kamati ya tuzo inampa Dickson Job tuzo ya MVP, watakuwa wamekosea mbele hapa kwa Mzuzu? Hapana. Nitakupa mfano mmoja kwenye ligi ya Afrika Kusini ya PSL. Msimu uliomalizika nyuma, achana na huo ambao umalizika hivi karibuni, ule wa nyuma, mlinda lango Lonnie Williams alikuwa ni mchezaji bora wa ligi. Goalkeeper anakuwa mchezaji bora wa ligi. Na kwenye kinyang'anyiro alikuwa na watu kama vile wakina Ribeiro Costa Brazil, alikuwa hapo kwenye hicho kinyang'anyiro. And then kulikuwa kuna mtu kama vile wakina Shalulile alikuwa kwenye hicho kinyang'anyiro, wakina Marcelo Allende, ambao hawa walikuwa na performance nzuri. Lakini overall tunakuja kumwangalia Lonnie Williams alichukua ile tuzo kutokana na performance yake kwenye msimu mzima, the way timu alivyokuwa anaisave kwenye kutoa mataji mbalimbali ya ligi kuu na mingine ambayo walikuwa wanashiriki. Njoo kwa Dickson Job ambaye tunafahamu kwa msimu uliopita Young Africans imefundishwa na walimu zaidi ya 3. Lakini alikuwa ni regular starter. Yani aje mwalimu ambaye alimaliza msimu wake Said Lamovic alikuwa ni regular starter. Alipita pia mwalimu Milod Hamdi alikuwa ni regular starter pia kwenye kikosi. Lakini pia kuna mechi ambayo aliongoza huyu mwalimu Molin alikuwa ni regular starter. Akaja mwalimu msimu huu the same, japokuwa ni haihusiani lakini amekuwa ni regular starter. Kwa hiyo unaangalia alikuwa na ile consistency ya muda mrefu ambayo ndio imempa yeye kuingia pale kwenye hiki kinyang'anyiro muhimu, kuto kuangalia nafasi yake ambayo anacheza kiwanjani. Okay, tuachane na hapo. Clement Mzize, bonge moja la striker ambaye msimu uliopita alikuwa ni miongoni mwa wale wafungaji bora 5 kwenye top 5 alikuwemo. Hajawa nominated. Amekuja Nzengeli ambaye kwenye ile clean ya ufungaji hayupo. Hii kamati ya tuzo wanazingatia nini hasa? Yani ni kitu gani hasa wao wameona Nzengeli alikuwa nacho, Clement Mzize hakuwa nacho? Tunaweza tukasema Job ni kwa sababu anacheza nafasi maybe nyuma tofauti na Nzengeli. Yeye anaweza kutumia hiyo kama X factor kwake kuingia kwenye ile top 5 kwa sababu anacheza nafasi tofauti na wale walio wengi. Nzengeli, kwa nini awe juu ya Clement Mzize? Yani kwa nini Mzize asiwe kwenye nomination list halafu Clement Mzize akosekane kwenye ile nomination list? Swali lako lina majibu mawili tu, kwamba mojawapo ni kwamba hakuna tuzo ambazo ama nominees imekuja Afrika kosa malalamiko. Kwa walituletea ili tupate cha kujadili. Yani hiyo on trending kwamba why Mzize hayupo and then watu mmoja kusubiria kile ambacho watakifanya wao. Mara kadhaa tumekuwa tunaona yani hakuna nominees itatoka alafu watu wasilalamike juu ya maoni yao ambao wameaona. Bodi ya ligi imekaa na kutazama Clement Mzize, wanafahamu performance ambayo ameonyesha msimu uliopita akiwa na Young Africans, miongoni mwa msimu bora kwake Clement Mzize ambao hawezi kusahau katika maisha yake yote ya soka. Lakini kwenye tuzo ambazo naye pia alikuwa ni mchezaji kwenye mafanikio ya Young Africans, alichangia pakubwa, hajaweza kujumuishwa. Lakini ni unaweza kusema kwamba kuheshimu kile ambacho amekifanya wachezaji wengine ambao
wamekuwa hawazungumzi sana, lakini kwenye mchango wa timu wamekuwapo. Ndio maana nakuja kuangalia Dickson Job, mtu ambaye alikuwa hazungumzwi naye pia amewekwa kwenye hilo